Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kwanza mniruhusu nianze na shukurani kwa Mungu tujalia leo kufanya uzinduzi wa sera hii ya taifa ya ardhi toleo la mwaka 2023. Tunamshukuru Mungu kwa kutuongoza kuandaa sera hii kwa ustawi wa nchi yetu. Nitumie fursa hii kuipongeza Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, wataalamu na wadau wote walioshiriki kufanikisha kuandaliwa kwa sera hii, na niwashukuru pia kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wake, na nawashukuru pia kwa tunzo mlionipa. Hongereni sana na asanteni sana. Ndugu zangu, kabla sijaingia hapa, nilipitishwa kwenye mabanda ya maonyesho. Nikaona mabanda ya kazi zinazofanywa ndani ya wizara hii, lakini pia niliona mabanda ya sekta ambazo zinasapoti ufanisi wa wizara hii. Nataka kusema jambo moja. Wizara yetu ya Ardhi, Nyumba, Maendeleo ya Makazi, kwa yale niliyoyaona kwenye maonyesho, imebadilika sana. Sana sana sana. Kutoka wizara ya migogoro, kutoka wizara ya uzembe wa makusudi, na sasa ni wizara ya maendeleo ya watu. Nimeona mambo mengi mazuri waziri mwenyewe ameyaeleza, lakini waombe wote mliokuja hapa, piteni kwenye yale mabanda mkaone yaliyoko. Ndugu zangu na ndugu wananchi, Baba wa Taifa Mwalimu Julius Nyerere aliainisha mambo makubwa manne ambayo nchi inahitaji ili kupata maendeleo. Kati ya mambo hayo matatu yalimhusu mwanadamu mmoja mmoja, ambayo ni watu sisi wote, lakini pia siasa safi ambayo mwanadamu kiongozi ukipewa nafasi lazima uoneshe, pamoja na uongozi bora. Jambo la nne lilihusu rasilimali tuliopewa na Mwenyezi Mungu, yani ardhi. Kwa kutambua umuhimu wa ardhi kwa maendeleo ya nchi, serikali toka wakati huo iliweka msingi madhubuti wa sera yetu ya ardhi, yani ardhi yote ya Tanzania kuwa ni mali ya umma na rais ni mdhamini kwa niaba ya wananchi. Huo ndio msingi mkubwa ambao tuliekewa kuhusu ardhi ya Tanzania. Kwa niaba ya wananchi, msingi huo wenye jicho la kuona mbele uliepusha ardhi yote kumilikiwa na watu wachache, pengine kutoka nje, na aliwahakikishia Watanzania wote kwamba haki ya umiliki wa ardhi ni yao wenyewe kama Watanzania. Na Mwalimu alisema, na naomba kukoti, na naona quotation pale ya mwaka 1958 inasema, tukiruhusu ardhi iuzwe kama kanzu, katika muda mchache kutakuwa na kundi dogo la Waafrika wakiwa na ardhi na walio wengi watakuwa watwana, yani hawana ardhi na hawana msingi wa maendeleo. Kwa maana hiyo itakuwa ni watwana, watumishi wa watu wengine. Kwa hili Mwalimu aliliepuka, na tunashukuru kwamba kipindi chote, awamu zote wamekuwa wakiliangalia hili. Huu ndio ulikuwa mwongozo wetu mkubwa. Aidha, sekta ya ardhi imekuwa nyenzo ya kuwezesha shughuli zingine za uzalishaji mali kama vile kilimo, ufugaji, utalii, viwanda, biashara, miundombinu, madini na mambo mengine yote. Hivyo hata tunapoenda mbele, ardhi itaendelea kuwa msingi mkuu wa maendeleo ya taifa letu. Ndugu zangu, tangu sera ya ardhi ilipotungwa mwaka 1995, kila awamu ya uongozi wa nchi yetu imekuwa na mchango wake kwenye utekelezaji wa sera hiyo. Mengi yameelezwa na Mheshimiwa Waziri, naomba nami mniruhusu nieleze kwa kifupi yale yaliyochangiwa na awamu hii ya 6. Kwa kutambua umuhimu wa changamoto zinazoikabili sekta ya ardhi, serikali ilifanya uamuzi wa kuongeza bajeti ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi toka shilingi bilioni 133.6 mwaka 2021 hadi shilingi bilioni 171.4 mwaka huu wa fedha.
Kiasi hicho cha fedha kilituwezesha kufanya mambo mengi ndani ya kipindi kifupi. Kwa mfano, kwa mwaka 2021 hadi 25 tuliimarisha usalama wa miliki za ardhi kwa kusajili jumla ya hati miliki 355,625, kupima viwanja 1,545,739, mashamba makubwa 12,626 na kupima mipaka ya vijiji 449, na aidha kwa madhumuni ya kupunguza migogoro baina ya wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi, zilitengwa zaidi ya hekta 474,000 za malisho na hivyo kufanya jumla ya hekta milioni 3.6 kwa ajili ya malisho ya mifugo. Vile vile, kwa mara ya kwanza tangu tupate uhuru, Tanzania tulifanya sensa ya majengo iliyofanyika sambamba na sekta ya watu na makazi ya mwaka 2022 ambayo imetusaidia sana katika kuandaa sera hii, lakini pia kwenye mipango na miradi mbalimbali ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika ngazi mbalimbali za utawala nchini. Kwa upande mwingine, serikali imeiwezesha sekta ya ardhi kupata dola za Kimarekani milioni 114, ambapo dola milioni 49 zilitoka Benki ya Dunia kwa ajili ya kutekeleza mradi wa kuimarisha usalama wa milki za ardhi, na dola za Kimarekani 65 zilitoka Jamhuri ya Korea kwa ajili ya mradi wa kuimarisha miundombinu ya upimaji na ramani. Miradi hii italeta na imeanza kuleta mabadiliko makubwa kwenye sekta ya ardhi, hususan katika maeneo ya upangaji wa miji na vijijini, upimaji ardhi na utoaji wa haki za ardhi. Kwa sasa serikali inatekeleza mradi wa mfumo wa miundombinu ya kitaifa ya taarifa za kijiografia, yani National Spatial Data Infrastructure. Na hii tukimaliza itatuwezesha kwenda kuchora ramani mpya ya Tanzania. Tanzania yetu ikoje? Ramani ya mwisho ilifanywa mwaka 1978 ambako kwa kiasi kikubwa kuna mabadiliko makubwa sana. Hata ukichukua majiji tu, jiji la Dar es Salaam 78 na leo ni mambo tofauti. Kwa hiyo tunakwenda kurusha ndege, droni na mambo yote, kuisoma nchi yetu yote, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kuchora ramani mpya. Mfumo huu utakuwa na faida kubwa mbili. Kwanza, utatuwezesha kutengeneza mipango yetu kidigitali, ikiwemo mipango ya matumizi ya ardhi na miradi ya kisekta. Lakini pili, itaondoa migongano katika mipango ya matumizi ya ardhi kwa kuziwezesha taasisi za umma kupanga kwa pamoja. Sasa hivi ni kawaida kuona kwamba kwa mfano kuna eneo, kuna mradi unaendelea, mradi tu kumalizika inakuja sekta nyingine, wanataka kupitisha kitu eneo lile lile, na pale kuna mradi mpya ndo kwanza umejengwa, inabidi kubomoa kupitisha kingine, halafu mradi huu ujengwe tena upya au fanywe marekebisho. Tutakapokuwa na taarifa hizi, wote tutapanga pamoja. Tunapokwenda kujenga barabara mpya, sekta ya mawasiliano itasema sisi tunapitisha mkongo hapo, eneo la mkongo utapita. Wengine watasema tunapitisha nyaya za umeme, eneo la nyaya za umeme zitawekwa. Wengine wanasema tutapitisha jambo gani, bomba la maji, sehemu ya bomba la maji itapita. Lakini sasa hivi tunachofanya, barabara imejengwa mpya, basi unakuta wengine wanachimba pembeni, wanaweka mambo mengine, barabara siku mbili haipo. Kwa hiyo mradi huu utakwenda kutusaidia kupanga kwa pamoja na maendeleo ya nchi yaende kwa pamoja. Lakini pia itakwenda kufanya tu sura nzuri ya nchi, sababu sasa hivi ukipita nchi nzima mawaya yanapishana huko juu. Lakini tutakapokwenda kujipanga sasa, badala ya kuweka maumeme juu, umeme wetu utakwenda kukaa chini na sura ya nchi itakuwa inapendeza. Sasa niseme kwamba tunapozindua sera hii iliyoboreshwa, nataka niwahakikishie kuwa misingi iliyowekwa kwenye sera ya ardhi ya mwaka 1995 haijabadilishwa.
kwamba ardhi ni mali ya umma na rais ndio msimamizi kwa niaba ya, ndio mdhamini kwa niaba ya wananchi wote. Haki ya kumiliki ardhi na kutumia ardhi iliyopatikana ama kwa kumilikishwa au serikali au kimila itaendelea kuwa ndio mifumo pekee ya kumiliki ardhi. Na ninaposema kimila, kama alivyosema waziri, ile mila potofu tumeiondosha. Mila ya kwamba mwanamke hawezi kumiliki ardhi haipo. Lakini la kushangaza ni kwamba huyu mwanamke ndiyo anatoa jasho jingi kwenye ardhi, iwe kwenye kulima, iwe kwenye kufanya kazi yoyote. Mwanamke ndiyo anatoa jasho jingi kuitumikia ardhi, lakini inapokuja kumilikisha, mwanamke hamiliki ardhi. Hii ni mila potofu sana. Kwa hiyo nawashukuru wizara, mmefuata maelekezo yangu na hilo mmeliondosha. Kamishna wa ardhi ataendelea kuwa na mamlaka ya kipekee ya utawala wa ardhi nchini. Na hili Mheshimiwa Waziri, nimekusikiliza vizuri ukisema ngazi tofauti za utekelezaji wa mambo ya ardhi nchini, lakini na role au wajibu wa TAMISEMI katika mashughuli za ardhi. Kwa hiyo nitakuja kulisemea kule mbele. Lakini pia ardhi ya umma itaendelea kuwa katika aina tatu, yani ardhi ya hifadhi, ardhi ya kijiji na ardhi ya jumla. Raia wa Tanzania pekee ndio wenye haki ya kumiliki ardhi nchini, na sio raia na wasio raia wana haki ya kutumia ardhi aidha kwa uwekezaji au jambo jingine, lakini kwa kukodishwa, na hana milki ya ardhi yetu. Lakini jengine, ardhi itaendelea kuwa na thamani itakayotambuliwa katika miamala ya ardhi. Hiyo ndio misingi inayowahakikishia Watanzania ustawi kupitia rasilimali hiyo ya ardhi, nasi tutailinda misingi hii kwa manufaa ya taifa letu. Sasa kwa nini sera hii? Kwa nini tumebadilisha sera? Nimeshayasema mengine, lakini kubwa jingine ni lile la kufanya binadamu wote ni sawa na wote wana haki ya kutumia ardhi. Lakini kuna mengine kama nitakavyoyasema hapa, kwamba pamoja na kutogusa misingi ya sera hiyo, miaka 30 ya utekelezaji imeonyesha ulazima wa sera hiyo kufanywa maboresho ili kuendana na uhalisia wa sasa. Lengo la jumla la sera hii iliyoboreshwa ni kuhakikisha tunakuwa na mfumo madhubuti na wenye usawa wa umiliki, upatikanaji na usimamizi wa matumizi ya ardhi kwa maendeleo endelevu. Kama mkuu wa nchi na mdhamini wa ardhi yote ya nchi hii kwa niaba ya wananchi, niruhusuni nieleze mambo sita au masuala sita makubwa ambayo maboresho ya sera hii yatawezesha kufanywa katika kuimarisha usimamizi wa sekta ya ardhi nchini. La kwanza, tunakwenda kuyajumuisha na kuyapa misingi au msingi wa kisera masuala muhimu ambayo hayakuwa yamezingatiwa kwenye sera iliyopita. Wakati tukiendelea na utekelezaji wa sera 1995, tulikuwa na baadhi ya shughuli muhimu ambazo serikali ililazimika kuzifanya bila kuwa na msingi wa sera. Moja ya shughuli hizo ni zoezi la uimarishaji wa mipaka ya kimataifa ya Tanzania na nchi jirani katika kurahisisha utambuzi wa alama za mipaka. Tumekuwa tukifanya kazi hii lakini bila kuwa na mwongozo wa sera. Sasa tumeamua kuweka kwenye sera ili tupe nguvu katika utendaji wake, lakini pia nguvu ya kutunga sheria au kurekebisha sheria za mipaka yetu. Zoezi hili linalotekeleza malengo ya Umoja wa Afrika ya kuimarisha ujirani mwema maeneo ya mpakani lilikuwa likifanyika kwa utashi wa kisiasa tu, na sasa tumeleka kwenye sera kwa kuweka bayana lengo la kuwa na mipaka kimataifa iliyoimarishwa na salama. Vile vile kwa kutambua fursa zinazoendelea kuongezeka kwenye uchumi wa buluu, sera hii imebainisha haja ya kuweka utaratibu wa kisera wa kusimamia uchumi wa rasilimali zilizoko kwenye maji kwa kupima na kumilikisha ardhi
katika maji ili rasilimali hii itumike kwa ufanisi na tija na kuleta manufaa endelevu. Hivyo tumejumuisha kwenye sera lengo la kuweka utaratibu wa upimaji wa ardhi katika maji. Kwenye hili nadhani huwa mnasikia mara tunabishana na huyu, ziwa limesogea huku, ziwa limerudi huku, mara tunabishana na huyu, mto umezidi huku, huu umezidi huku. Kwa hiyo tunakwenda sasa kupima. Tunajua ni changamoto. Kuna diplomasia ya kutosha lazima itumike ili kuelewana na majirani na tuweze kupima na tujue Tanzania tunakwenda mpaka wapi na kuviepusha vizazi vyetu vijavyo na migogoro ya ardhi na mipaka huko baadaye. Aidha, tumekuwa na ongezeko la kiwango cha biashara kinachohusu sekta ya milki, yani real estate, na wadau wa sekta hiyo pia wameongezeka. Licha ya ukuaji huo, mchango wake kwenye pato la taifa umekuwa pia ila sio mkubwa ikilinganishwa na fursa zilizopo. Tuna fursa nyingi hatujazitambua. Sasa sera hii kwa miaka ijayo tunatarajia sekta ya milki itashuhudia ukuaji mkubwa sana. Hivyo tumejumuisha kwenye sera lengo la kuimarisha usimamizi wa soko la ardhi hapa nchini. Kama nilivyosema, kuna watu wengi wangependa kuja Tanzania kusaidiana na ule mradi uliooneshwa wa makazi ambao uko chini ya shirika letu la nyumba. Wangependa kuja sekta binafsi na wenyewe kujenga, lakini sera yetu haikuwa clear. Kwa sasa hivi tukisha kuweka sera, tunatunga sheria, waje wajenge, lakini si kwa kuamilikisha ardhi, ni kwa kodisha ardhi, na watusaidie kupunguza tatizo la makazi. Lakini jambo la pili, tunakwenda kuongeza kasi ya usajili wa ardhi. Licha ya hatua tulizopiga katika upimaji, takwimu zinaonyesha kuwa takriban 75%, amesema vizuri waziri, ya ardhi nchini bado haijasajiliwa. Hali hii sio tu inachangia upotevu wa mapato, bali inaleta pia hali ya kutokuwa na usawa, kwani baadhi ya wamiliki wa ardhi wanalipia umiliki wa ardhi na wengine hawalipii. Hii si sawa na sio haki. Katika hili tumebaini kwamba sera iliyopita haikuwa na sharti la kuwataka wamiliki kusajili ardhi yao. Sasa tunataka kila kipande cha ardhi ndani ya nchi hii kipangwe, kipimwe na kisajiliwe. Kwa wale mliokuwa na vijumba vyenu kule ambako mabwana ardhi hawafiki mara kwa mara, sasa kila mmoja anakwenda kupimiwa, anasajiliwa, na kila mwaka ukizunguka ardhi ile ailipie kama sheria zinavyosema. Katika kuwezesha hili, tutahakikisha kuwa upangaji, upimaji na umilikishaji wa ardhi unarahisishwa ili kuwezesha wananchi kumiliki ardhi, na tumerahisisha. Kipita kwenye mabanda maonyesho kule, mtaona jinsi wizara ilivyorahisisha upimaji, upangaji na umilikishwaji wa ardhi kwa wananchi. Pamoja na kusajili kila kipande cha ardhi, tutaongeza usalama wa milki. Ile hapa pangu, hapa sio, hapa pangu, hapa sio, sasa itakuwa haipo. Kuna kesi kadhaa, mtu ana ardhi yake, kajenga kijumba chake, wanatokea matapeli huko, wanakwenda kushirikiana na wengine ndani ya wizara, wanabadilisha hati, basi inakuwa ugomvi mahakamani, mwenye haki ananyang'anywa kwa sababu tu watu wana uwezo wa kubadilisha hati za umiliki wa ardhi ile. Lakini ukimuuza nyumba ulijenga, hapana, nyumba alijenga huyu. Sasa hii ardhi hati yangu mimi hii hapa. Ulikuwa wapi mpaka huyu kaja kajenga na ana hati, kajenga alafu nakuja juu yake? Kwa hiyo haya yanakwenda kuondoka, ndugu zangu. Jambo la tatu, tunakwenda kuimarisha uwezo wa utatuzi wa migogoro ya ardhi. Moja, kama nilivyosema, lakini pia niseme kumekuwa na hatua mbalimbali zilizochukuliwa katika kuimarisha utatuzi wa migogoro ya ardhi nchini. Miongoni mwa hatua hizo ni kuanzishwa kwa mabaraza ya ardhi katika ngazi za kijiji, kata na wilaya.
Kwa kiasi chake, mabaraza haya yamesaidia katika utatuzi wa migogoro, japo bado tunaona kuna nafasi ya kuboresha zaidi. Yamesaidia wakati mwingine yenyewe yanaibua migogoro, kwa hiyo tumeona kuna haja ya kuyaboresha zaidi. Hivyo kupitia sera hii tunakwenda kupitia upya mfumo wa mabaraza ya ardhi na kuimarisha mifumo ya udhibiti wa vyanzo vya migogoro ya ardhi. Tuna imani kuwa sera hii itatusaidia sana katika kukabili migogoro ya ardhi kwa kutumia TEHAMA. Tukitumia TEHAMA, hakuna tena ule uwezo wa kwenda kule kwenye library tuliooneshwa, kwenda kutafuta faili moja moja, na ofisa akichoka amekwenda saa 7-8 mchana, tayari kichwa kimeshabadilika, anapekua haoni, anasema bwana, hakuna miliki ya ardhi hii, anatoa hati kwa mtu mwingine. Hii inakwenda kuondoka, sababu ukiweka kwenye mtandao umeweka, na uzuri ni kwamba mitandao hii inasomana. Ukisha kuweka kwako ardhi, TRA atasoma, kule kwenye urithi sijui na vifo itasoma, kwenye NIDA itasoma, kila pahali itasoma. Sasa tumuone yule mwanamume shujaa wa kwenda kubadilisha hati za watu. Tanzania oye! Jambo la 4, tunakwenda kuimarisha uthamini na ulipaji wa fidia. Pamoja na uwepo wa sharti la kulipa fidia kwenye sera iliyopita, katika utekelezaji tumebaini upungufu katika utaratibu wa malipo ya fidia ya ardhi na mali. Hali hii imeleta malalamiko makubwa sana miongoni mwa wananchi kuhusu mchakato wa fidia, ikiwemo tathmini, ucheleweshwaji na mapunjo. Kupitia sera hii tutaimarisha mfuko wa fidia ya ardhi ili kurahisisha ulipaji wa fidia ya ardhi kwa haki, kwa wakati na thamani halisi. Tunapoimarisha mfuko huu, ni vizuri watumishi wanaoratibu suala la fidia wakabadilika. Mmefanya vya kutosha, sasa basi muende mkafanye kazi kwa weledi na kusimamia haki, ili wananchi wapate fidia kwa wakati na kwa kiwango sahihi. Na vizuri, narudia tena, mambo haya tathmini na nini zitafanywa kiteknolojia, kwa hiyo haitakuwa rahisi kuweka udanganyifu huko ndani. Jambo la 5, tunakwenda kuimarisha uwekezaji katika uendelezaji wa ardhi. Kutokana na ongezeko la idadi ya watu, nchi yetu ina mahitaji makubwa ya makazi. Jitihada mbalimbali zimefanyika kupitia serikali, mtu mmoja, mashirika ya umma na sekta binafsi. Hata hivyo, mahitaji ya makazi bora bado ni makubwa, na hivyo uwekezaji zaidi unahitajika. Sera iliyopita haikuruhusu wawekezaji kwenye sekta ya milki, yani real estate, kutoka nje ya nchi kuuza nyumba zinazojengwa. Hali hii ilikwamisha jitihada za kuvutia mitaji kutoka nje kuwekezwa kwenye sekta ya milki, ikiwemo ujenzi wa makazi ya bei nafuu. Na kwa maana hiyo ndio maana ilitulazimu serikali kupitia shirika la nyumba kubeba mzigo wote huu, kujenga nyumba kwa ajili ya watu, nyumba kubwa kama walivyoonesha, lakini ndogo ndogo kwa ajili ya makazi nafuu. Sera hii inakwenda kuvutia uwekezaji zaidi. Inaweka utaratibu wa kuwezesha waendelezaji milki, yani real estate, wa kigeni kuwekeza katika sekta ya nyumba na kuuza kwa wenye uhitaji. Na hili ni soko kubwa. Lakini kule mwanzo nilisema nina neno hapa. Neno langu ni kwamba kwa kuwa Tanzania sasa tunafanya vizuri kwenye umeme, tunafanya vizuri kwenye maji, hata kule vijijini ni lazima sasa tuangalie matumizi mazuri ya ardhi kwa kutumia space, nyumba ziende juu. Nyumba ziende juu ili tupate eneo kubwa na ardhi itumike vizuri zaidi. Huko nyuma hata mijini tulikuwa hatuwezi, kwa sababu nyumba zile zinataka lifti, nyumba zile zinataka maji ya kutosha kuweza kupanda mpaka juu. Tunavyokwenda kuweka maji, tunaboresha upatikanaji wa maji safi na salama, umeme kila pahali,
nadhani sasa mngekuwa na muono wa mbele zaidi. Mnapopima vijijini mkaweka nyumba za juu. Tunapokwenda kwa wenzetu, mnaona kilomita zaidi ya 100-200 kuingia kwenye mji au miji mikubwa, tayari mnaona high rises, nyumba za kwenda juu, na huko ni vijijini. Kwa nadhani akina Kisarawe hapo, sijui Kibaha, wapi, nadhani sasa muwe na sera ya kuangalia, kwa sababu maji yapo, umeme upo, na kwa maana hiyo hatuna kizuizi cha kujenga nyumba za aina hiyo, hata kama kwa bei nafuu na wananchi wakapata kukaa. Lakini kuna maboresho mengine yanakuja tu. Kwa mfano, tunaposema nishati safi ya kupikia, hatutegemei nyumba zile mtu aende akapike na kuni. Kwa hiyo ukimpa nyumba ile moja kwa moja direct ataingia kwenye nishati safi ya kupikia. Kwa nadhani mngeona muono wa mbele mkajipanga vizuri zaidi. Lakini niseme tu kwamba maboresho ya sera hii yamezingatia hoja za muda mrefu za diaspora wa Tanzania. Wale wa Tanzania ambao wako nje na wenyewe walikuwa na hoja kadhaa kuhusu ardhi ya Tanzania, nao kuwa na haki ya kutumia ardhi ya kwao walikotoka. Hilo nalo kwenye sera hii limezingatiwa. Lakini la 6, tunakwenda kuimarisha utunzaji wa taarifa kwenye sekta ya ardhi. Tutafanya hivyo ili kuimarisha utendaji kazi na kuondoa mianya ya kukwamisha na kuchelewesha utoaji huduma kwa wananchi. Tutahakikisha utunzaji wa kumbukumbu mbalimbali za ardhi na utoaji wa huduma za ardhi unafanyika kidigitali kuanzia ngazi ya chini hadi juu kwenye taifa. Kupitia matumizi ya TEHAMA, tutaongeza uwazi na kuimarisha utendaji kazi. Vile vile, tutaimarisha uzalishaji, utunzaji na matumizi ya taarifa za kijiografia ndani ya serikali na baina ya serikali na wadau wengine. Baada ya kuainisha masuala makubwa yaliyokuja na maboresho kwenye sera hii, niruhusuni sasa nizungumze na wadau mbalimbali kuhusu nafasi zao katika utekelezaji wa sera hii, na nianze na Wizara ya Mama ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Tunawategemea mtuongoze katika kutekeleza sera hii. Wananchi wana matarajio makubwa na maboresho yaliyofanywa kwenye sera hii tunayoizindua leo, lakini bado malalamiko mengi dhidi ya watumishi wa sekta hii ya ardhi yako kwa wananchi. Ni lazima hatua kali zichukuliwe, Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Katibu Mkuu. Ni lazima msimame na muisimamie sekta hii. Tumesema ardhi ndio kila kitu. Ardhi ndio utajiri wa taifa letu. Ardhi ndio ustawi wa jamii ya Watanzania. Sasa unapokwenda kubinya haki kwenye ardhi, hili halieleweki. Lazima kuwe na hatua kali zichukuliwe kwa wote wanaorudisha nyuma utendaji wa wizara na wanaokwamisha utekelezaji wa sera hii. Tumewaahidi wananchi kuimarisha usimamizi wa sekta hii, ni lazima ahadi hii itimie. Lakini katika kuimarisha usimamizi, Mheshimiwa Waziri na management ya wizara, kuna jambo na nilikuwa nakusikiliza vizuri wakati unasema tunafanya katika ngazi hii, tunashikiana. Nilikuwa nakusikiliza vizuri, lakini kichwani kwangu nikawa nasema kama tumeweza kufanya kwenye uwekezaji, huduma zote zikawa ndani ya nyumba moja, kwenye ardhi, upimaji, usajili, usimamizi wa ardhi na utoaji wa hati, nadhani inawezekana kuwa pamoja. Na hili litawezekana kama mtakuwa na kitu kinaitwa kamisheni ya ardhi. Nimeona ndani ya wizara mna makamishna na mna kamishina mkuu wa ardhi, lakini hakuna kamishna bila kuwa na kamisheni. Sasa wanamkomisheni nani? Hebu nendeni mkalitizame muundo mpya na katibu mkuu kiongozi yuko hapa. Nendeni katizameni haja ya kuwa na kamisheni ya ardhi na kuweka vizuri majukumu ya kamisheni. Nadhani itarahisisha zaidi
itarahisisha zaidi. Kwa hiyo kalitizameni hilo. Lakini jambo jingine, upatikanaji wa nyumba za bei nafuu. Nimeshasema kwamba tumefungua madirisha kadhaa ili upatikanaji uwe mkubwa wa nyumba za bei nafuu. Miji yetu Dar es Salaam kwa mfano, ukienda Posta, maeneo yote mpaka Kinondoni sasa hivi, lakini Kinondoni kule kama unaenda sijui wapi kule, kama unaenda huko Sayansi wapi, ukiingia kwa nyuma kidogo tu maeneo ya Mwananyamala, nyumba sizo. Sasa ukiruka juu unaona maghorofa mazuri sana yako pembeni kwa barabara, nyuma tu hapo Kwa hiyo ni maeneo ya kuyaangalia, na nimefurahi kwamba mtakuwa na ule mradi na mmesema wenyewe vizuri, mfano Msasani pale. Msasani Oysterbay hiyo hapo, Msasani hiyo hapo. Oysterbay nyumba zinaridhisha, Msasani ni bado squatter. Kwa hiyo kama mmepanga kuboresha Msasani ambao ni mradi mzuri, na nataka mkaufanye mradi huo bila kuleta malalamiko, wale mtakao wahamisha mnapobomoa muwe tayari mna nyumba za kuwaweka temporarily, kwa muda. Mkibomoa na kumaliza kujenga mnawarudisha na mnawakabidhia. Kwa miji yetu sasa lazima iwe na sura hiyo. Tukianza sasa tutaweka msingi wa kote huko, kila anayekuja atafata msingi huo, kuboresha sehemu baada ya sehemu ndani ya miji yetu mikubwa, Dar es Salaam, Arusha, Dodoma hapa, Mwanza, Mbeya, miji mikubwa ile lazima iwe na sura nzuri. Kwa upande wa wizara nyingine hapa nizungumze na wizara ya kama mnavyojua suala la ardhi linahusu serikali nzima. Wizara nyingi zimo humo, zina mchango wake. Tunapozungumzia kilimo kishamiri, sijui tunaunda makundi ya BBT, tunaunda makundi gani, tunazungumzia ardhi. Kwa maana hiyo tunapopanga ardhi tujue kuna ardhi ya mkulima, na mkulima naye aweze kunufaika na ardhi na anufaike na bei nzuri, kwani lazima kuna eneo tutakapojenga soko au kiwanda cha kuongeza thamani ya mazao. Ni kwamba tunapomzungumzia mkulima ametoka mashambani, ardhi ya kulima inajulikana, anapokuja huku juu anahitaji soko. Maeneo mengi tulikata masoko. Leo ukienda ukiangalia ramani, masoko yale hayapo wala hayakujengwa. Badili yake kuna maghorofa ya watu mashuhuri yamesimama kwenye maeneo ya masoko. Waliotoa ni nani? Wale waliopanga ramani kwamba hapa kuwe na soko, wamegeuka, wamewapa wenye hela yao, wamejenga vitu vingine maeneo ya masoko. Kwa tunaposema mkulima apate bei nzuri, lazima kuwe na soko la kuuza mazao yake. Tunaposema mvuvi anapokwenda kuhangaika, akija apate mauzo, apate pa kuhifadhi samaki wake, lazima kuwe na soko la wavuvi. Kwa mambo yote hayo tunapokwenda kupanga ardhi tuzifikirie sekta zote ambazo zimo katika sekta ya uzalishaji ndani ya nchi hii. Sasa ili haya yafanyike, ni muhimu kuwa na ushirikiano na uratibu mzuri, na hapa tutahitaji ofisi ya waziri mkuu kuratibu mambo yote haya. Aidha, kama inavyoainishwa na sera hii, ni lazima kila wizara itimize wajibu wake katika kutekeleza yaliyolengwa ndani ya sera hii. Nikitolea mfano mmoja tu, wizara ya kilimo kama nilivyosema, au uvuvi, lazima wote shughuli zile za kila wizara ziweze kutiliwa maanani. Kwa upande wa wizara ya fedha kwa mfano, jukumu la wizara hii ni kutafuta rasilimali fedha na kupendekeza hatua za kikodi zinazoweza kuleta nafuu zaidi kwenye shughuli za upimaji
ili tuweze kuongeza ushiriki wa sekta binafsi kwenye upimaji, lakini pia kuchochea ujenzi wa nyumba bora na za bei nafuu kwa vijana na wahitaji wengine. Hiyo ni kazi ya Wizara ya Fedha, mbali ya kutafuta fedha ya kufanya miradi inayosimamiwa na wizara, lakini Wizara ya Fedha itusaidie kwenye mipango ya kikodi ndani ya sekta hii, tuweze kupata fedha zaidi, kuzalisha fedha zaidi na kusimamia miradi zaidi. Kwa upande wa mamlaka za serikali za mitaa, wao wana jukumu la kuhakikisha mnasimamia mipango miji, lakini hapa sasa itakuja ile kazi ya kamisheni. Mnapokwenda kulifikiria ile la kamisheni hapa sasa, kwa sababu sasa hivi nyie mna yenu, TAMISEMI wana yao, hamuungani kwenye kufanya na baadaye tunazalisha migogoro ya ardhi. Lakini kukiwa na kamisheni, watakoordinate yaliyoko TAMISEMI kwenu, wizara, nani, na mambo yanaweza yakawa vizuri. Lakini kwa upande wa sekta binafsi, tunategemea ushiriki wao zaidi kwa kuongeza mitaji nafuu ili kuwezesha uendelezaji wa umiliki wa makazi. Tuongeze kasi ya upimaji na urasimishaji na uendelezaji. Vile vile tuongeze uwekezaji zaidi kwenye nyumba kama nilivyosema, na zaidi tunazungumza nyumba za bei nafuu. Tunayemlenga hapa ni kijana ambaye leo anaanza maisha, ambao wanaishia huko kwenye nyumba za kupanga chumba kimoja. Vijana wetu leo wana mambo chungu mzima, lakini akipita hivi shangazi anamtizama kwa huku, akipita hivi huyu anamtizama kwa huku, mara watu wakae nje wangoje huyu kijana kapita na nani, anamtoa saa ngapi. Kwa tunalenga vijana wetu wa kike na wa kiume wanaoanza maisha leo. Vijana hawa wanamaliza shule, wanamaliza chuo, wanapangiwa kazi. Anapangiwa kazi kwenye mikoa tofauti, mbali sana na nyumbani. Akifika la kwanza anahangaika kutafuta nyumba kwa wapangaji. Anakutana na watu wa tabia tofauti. Anakutana na mambo mbalimbali. Sasa ili kumpa raha afanye kazi yake vizuri, ni vyema kule anakokwenda akute kuna nyumba inamsubiri, kazi yake kuomba, aambiwe nyumba yako hii, lipa kodi. Hii hapa ni nyumba ya bei nafuu, unapata nyumba, unakaa na unajenga maisha yako vile unavyotaka mwenyewe. Kwa sera hii tunamwangalia kijana wa leo kwenda kwenye utu uzima kesho. Lakini tuna malalamiko makubwa tu ya walimu na watumishi wa afya. Wanakokwenda kule inatulazimu serikali sasa kuhangaika kutafuta pesa za kuwajengea nyumba. Lakini kumbe shirika letu la nyumba lingepata fursa hizi kwa kushirikiana na private sector, wakenda wakajenga kule. Mwalimu popote anapopangwa ana uhakika nyumba ipo, nyumba ya maana, nyumba anayoweza kuishi na kufanya maisha yake. Na mtumishi wa afya hivyo hivyo, na watumishi wengine hivyo hivyo. Kwa hiyo sera hii tunajielekeza huko, tupate washiriki wazuri na shirika letu la nyumba, na miradi hii ifanywe kwa kiasi kikubwa. Kwa upande wa asasi zisizo za serikali, tuendelee kushirikiana na serikali kuwezesha malengo ya sera yatimie. Vile vile tunawategemea katika kuelimisha jamii na kushirikiana na serikali katika kulinda haki ya wanawake kumiliki ardhi. Kwa wananchi wenzangu, sera hii inatuhusu sote, na kwa upande wetu yapo tunayotakiwa kuyaelewa na kuwa tayari kubadilika. Kwa mfano, utamaduni wetu wa kila mtu kujenga nyumba yake sio tu inasababisha ujenzi na ukuaji wa miji holela, na hivyo kuongeza gharama kwa serikali katika kusambaza huduma za jamii, bali pia inasababisha matumizi ya fedha nyingi na kutumia muda mwingi kwenye ujenzi. Kupitia sera hii tunatanua wigo wa ushiriki wa sekta binafsi, na hapo ndo kama yale ambayo nimeyasema hivi punde. Ni vizuri tupokee utaratibu huu na kuuelewa ili kunufaika na nyumba za gharama nafuu, kurahisisha usambazaji wa huduma za jamii, lakini pia kutumia eneo dogo
kwa ajili ya makazi na eneo kubwa kwa ajili ya shughuli za uzalishaji. Jambo jingine kwa wananchi wenzangu ni kuwakumbusha kwamba swala la usajili wa ardhi sasa ni hitaji la lazima. Hivyo tuhakikishe tunazingatia sharti hilo ili kuondoa usumbufu. Kupima kila kipande cha ardhi inalenga kulinda ardhi yetu, kuongeza thamani ya ardhi na kupunguza migogoro ya ardhi kwa kila mmiliki kutambua mpaka wake. Vile vile usajili wa ardhi unaongeza fursa za kiuchumi ikiwemo upatikanaji wa mitaji. Hivyo twendeni tukasajili ardhi yetu. Napokwenda kuhitimisha, ndugu zangu, niseme kwamba mafanikio ya sera hii yatategemea sana utekelezaji wake na mabadiliko ya kifikra. Wenzetu mlioko kwenye sekta hii ya ardhi, niseme ukweli hapa kwamba hamsemwi vizuri na jamii. Mnasemwa kwa kutoa kiwanja kimoja kwa watu zaidi ya mmoja. Wakati mwingine ni mazingira yanayofanya hivyo, wakati mwingine ni makusudi. Kuna kamdudu kale kanatembea tembea, kamdudu kenye ari ndogo. Rushwa inawafanya mfanye vitendo vya ovyo sana. Niwaombe sana watumishi kwenye sekta hii, kila mmoja sasa aseme na moyo wake, aseme na kwenda kubadilika na kuhudumia nchi yangu. Yanayotokea ni kubatilisha haki kuwa halali na halali kuwa batili. Hili Mungu halipendi hata kidogo. Mwenye haki unambatilisha, lakini asiye haki unamhalalisha. Hili Mungu halipendi hata kidogo. Kwa niwaombe sana watoto wangu, wanangu, ndugu zangu mlio kwenye sekta hii, badilike. Lakini pia mnasemwa kwa ucheleweshaji wa hati kwa makusudi. Leo nimezindua mradi wa utoaji wa hati ambao unakwenda kufacilitate, kuharakisha utoaji wa hati. Kwa hili kupitia mradi wenu ule linakwenda kuondosha hili. Hongereni sana. Hongereni sana. Lakini pia mnasemwa kwa kujilimbikizia viwanja kwenye miradi mbalimbali. Kama mnapima viwanja 3,000, basi viwanja 300, 400 ni vya watumishi wa ardhi. Vinawekwa pembeni huko, na wenye haki ya kupata maeneo yale, hata kama ni mashamba mmechukua ya watu, sema hapana, ardhi yote ni mali ya serikali, shamba lako ili utapata viwanja 2 hivi hapa, vilivyobaki huko kote wanapoa wengine. Kumbe mmejiwekea wenyewe akiba yenu. Hili nalo halikubaliki. Sasa mtakwenda kuumbuka kwenye utumiaji wa tehama, kwa sababu viwanja vile aidha vitakuwa havina majina au vina majina bandia, hayana national ID, hayana ile kitambulisho cha taifa. Kwa hiyo tutavijua kwamba ni vitupu na watapewa wananchi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kasimamie hili. Tunapokwenda kuanza utekelezaji wa sera hii, ni vyema kila mmoja katika sekta ya ardhi, lakini na TAMISEMI pia, mbadilike, msiwe mvinyo ule ule kwenye chupa mpya, kwa sababu sera ni mpya lakini watu ni wale wale na tabia ni zile zile. Hatutasogea, hatutakwenda. Lazima mbadilike, sera mpya na watu mwe wapya. Sio wapya physically, hatuwezi kuwatoa wote tukaweka wengine, lakini nyoyo zenu ziwe mpya, zibadilike na mkusudie kuifanyia kazi nchi yenu. Kwa nendeni kafanyeni kazi, msisubiri tuwabadilishe, badilikeni wenyewe, msisubiri tuwabadilishe. Lakini pia leo hii katika uzinduzi huu nimegawa vitendea kazi. Nimetoa magari mangapi waziri? 70 ngapi? 70. Magari 70 kwa maafisa ardhi kote huko mawilayani na wapi huko. Hakuna sababu ya afisa ardhi kukaa ndani ya ofisi tu. Ni lazima mzunguke, mjue migogoro iliyoko, mjue wapi kuna nini, na muweze kutoa suluhisho ya migogoro iliyoko. Kwa hiyo gari zile mnaona pale
gari zile zikatumike kwa makusudi yaliyokusudiwa, ziende zikafanye kazi ya kuhudumia wananchi, lakini kubwa zitunzwe. Isiwe tena bwana mkubwa ushakabidhiwa gari na ni nzuri, mahadtop mazuri kweli kweli, hasa we kazi yako kukishusha sketi, umepandisha kilemba, ukishusha kilemba, au bibi ardhi tena umeshapewa lile ligari, gari linakuwa si lako bali la mwenza. Yale magari ni ya kazi. Hatukatai kupandisha wenza wenu, lakini nje ya kazi. Magari yale yakafanye kazi iliyokusudiwa. Ndugu zangu, suala la ardhi ni suala linalogusa kila mtu na linagusa amani ya nchi yetu. Ardhi hii ni amani ya nchi yetu. Kupungua kwa migogoro ni kuendeleza amani ya nchi yetu. Kila mtu akijua kipande chake na ana hati yake na umiliki wake, ni kwamba nchi yetu ina amani. Ardhi hii imeshaulisha watu wengi sana, wafugaji na wakulima kuuana, mapanga, mishare, mikuki, ardhi. Majirani na majirani wanauana ardhi. Wilaya na wilaya, la kustaajabisha mpaka serikalini, wilaya na wilaya, kijiji na kijiji, migogoro ardhi. Tunakwenda wapi? Nchi aina gani? Migogoro hii ikakomeshwe. Ardhi hii ndiyo amani ya nchi yetu. Tunawajibika kuwa makini sana kwa namna tunavyosimamia sekta hii ya ardhi. Aidha, tukisimamia vizuri sera hii itatusaidia sana kuboresha zaidi maisha ya wananchi na kuleta mageuzi zaidi vijijini, zaidi rural transformation, mageuzi kule vijijini. Ndio kwenye migogoro mingi. Twendeni tukalete mageuzi, tukapunguze uhamiaji kutoka vijijini kwenda mijini. Unajua nini? Wale wenzetu, mifano niloitoa kule nje, mtu yuko kijijini kabisa, nyumba yake ya ghorofa kubwa na flati yake yupo, ana umeme, ana maji, kuna maeneo ya biashara yamejengwa kijijini, kama ni supermarket haya, kama ni soko haya la kisasa liko kule, ana viwanja vya michezo. Na nimeona leo katika mradi ule wa shirika letu la nyumba, kuna nyumba zinajengwa, viwanja vya michezo, garden ziko juu ya ghorofa huko, watu wanakwenda kucheza. Sasa hayo tukiyaweka vijijini, tunapima eneo, viwanja vya michezo vinatengenezwa vizuri na kila kitu. Anachokiona mtu aliyeko Dar es Salaam ndicho anachokiona mtu aliyeko kule. Mtandao wa simu uko perfect, anaupata, umeme haukatiki na mambo mengine. Anakuja mjini kufuata nini? Tena kule maisha yanakuwa rahisi zaidi. Maana kama ni mihogo hanunui, kama ni nazi au makweme hanunui, kama ni malimau sijui ndimu hanunui, pera hanunui. Mjini huku unanunua kila kitu unanunua. Kwa hiyo tukiwajengea maisha mazuri kule, hakuna haja ya vijana wale kuflow kuja mijini, watabakia kule na waendeshe maisha yao kule. Kwa hiyo sera hii iende ikatusaidie kubadilisha mazingira ya vijijini na hivyo kupunguza uhamiaji kuja mijini, lakini kuchochea zaidi uzalishaji. Sasa niwaombe sana, tuendeni tukasimamie rasilimali hii kwa kutambua kuwa ardhi ni ajenda ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Hii ardhi, siasa zetu zinatokana na ardhi, jamii yetu kustawi kwake kunatokana na ardhi, uchumi wetu ni ardhi. Kwa nendeni kasimamie mkijua kwamba Mungu amewateua kuisimamia rasilimali hii muhimu kwa nchi yetu. Nendeni mkafanye kazi mkitanguliza utu ili tufanikiwe na tusonge mbele.